Kizaza cha nyumba yangu naijua mimi, nyumba bitembele tantwaro. Vimbwangadi na isi tunaishi na Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Habari ya uzima? Nzuri. Za siku 2-3. Namshukuru Mungu. Ndio. Naendelea vizuri kwa kweli. Eti. Alafu sijakuona ibadani. Ndio. Kuna changamoto tu ndogo ndogo. Ndio. Kuna wagonjwa jirani. Nilienda kuwaona. Kuna wagonjwa hospitalini? Hata wako nyumbani. Kwa hiyo mlijaribu labda kuwapeleka hospitalini ama wako tu nyumbani mnawalisha mitishamba? Manake watu bwana ndio watu uko hivyo. Mtu anaumwa malaria, nyewe mnanywesha miti ya ajabu ajabu. Hapana. Hatujawanywesha dawa aina yote. Changamoto tu ya ile nyumba baba. Wale wagonjwa wanasumbuliwa na mama mwenye nyumba. Mama mwenye nyumba ile ni mchawi, ni mshirikina sana. Kwa hiyo mama mwenye nyumba ndo anakataza watu wasiende kutibiwa. Sasa hiyo kesi nyingine mamangu. Basi sasa nashukuru kwa kukutana na wewe. Basi hamna tatizo mamangu. Weka mazingira vizuri, kama tukipata neema uje unifikishe mahali pale tuweze tukaenda kufanya hata maombi. Najua Mungu anaweza akawaponya. Kuna magonjwa mengine sio magonjwa ya kawaida kama tunavyojua, lakini kuna magonjwa mengine huwa ni hila za wanadamu kama unavyojua. Kwa hiyo naomba ukipata muda utaniambia alafu tu twende mamangu. Sawa mchungaji, lakini kwa hali walionayo. Ndio. Nilikuwa naomba tufuatane pamoja. Uende ukakomboe kwa kweli. Hapana mamangu, kwa sababu sasa hivi kuna ratiba nyinginewe. Nilikuwa kuna ratiba nyumbani, kwa hiyo hii nikiingiza itaniharibia ratiba zangu. Kwa hiyo weka vizuri, andaa siku hizi hapa hivi, alafu utanijulisha afu mimi nikupe muda twende mamangu. Usijali kabisa mamangu. Kuwa na amani kabisa. Sawa, nashukuru. Haya, asante sana. Haya, asante. Haya, amina. Kizaza cha nyumba yangu naijua mimi, nyumba bitembele tantwaro. Vimbwangadi na isi tunaishi na majini, usiku nkilala naogopata kwenda choo. Mwaju, unawaza nini mwanangu? Kinachokusumbua kitu gani? Au shida ni nini? Naona haupo vizuri kabisa. Hamna mama. Wewe niambie, mimi ndo mama yako. Wewe niambie una shida gani mwanangu? Kinachokusumbua hasa moyoni ni nini? Naomba niambie. Utanifokea? Hapana, siwezi kufokea. Mama, kuna mtu nampenda lakini nashindwa kumwambia. Nani mwana? Usema usiogope, wewe niambie. Sidhani kama itakuwa sawa mimi sasa. Hapana, wewe funguka. Wewe niambie ni nani? Ili nimjue, ili nikusaidie ni nani. Mimi ndo mama yako, mimi ndo msiri wako. Wewe niambie. Ni Chale mama. Chale? Ila Chale mwanangu, Chale mgonjwa yule. Chale anaumwa, unamwona tu hali yake ilivyo. Hicho ndio kinachonipa mawazo. Umeona? Yaani Chale yule ni mgonjwa, anaumwa, hali yake sio nzuri. Labda mimi mwanangu cha kukushauri. Chale, endelea kuwa naye karibu, endelea kuonyesha upendo. Atakapokuwa sawa, basi wewe utakuwa naye kwa sababu unampenda sana, lakini atakapokuwa sawa utaendelea kuwa naye. Mimi sina hata wasiwasi na wewe, wala ule Chale sina wasiwasi naye kwa sababu anaumwa. Atakapokuwa sawa basi mtakuwa naye, ila endelea kumfariji, kuwa naye karibu ili asijisikie vibaya. Unahisi itakuwa ni kitu sahihi kumwambia? Kwa sababu unampenda. Sawa? Sawa. Wewe kuwa na amani, wala usiwaze sana kinakuumiza moyoni. Endelea kuwa naye karibu, endelea kumpenda mwanangu, onyesha upendo kwake. Wala usiwe na wasiwasi na mimi, sawa? Wewe zingatia tu hayo niliyokuambia. Haya.
ni mlaumu dalali au mimi ndo sikutaka vya bei ghali, maana ili sekeseke mimi sifiki mbali. Kizaza cha nyumba yangu naijua mimi, nyumba Bitembele Tantwaro. Vimbwangadi naisi tunaishi na majini, usiku nkilala naogopata kwenda choo. Hivi tayari? Naam. Unajua umeugua kwa muda mrefu sana? Kweli. Lakini sijai kuona ndugu yako hata mmoja aje akuone hapa. Kweli mimi kusumbuka bwana. Sina. Nilikuwa naishi na mzee mmoja hivi. Ila kwa hiyo nimeonyesha wazazi wangu. Nilishukuriaga mimi mtu kama yatima kwa sababu sijai kuona wazazi wangu. Ndio na kama mimi naishi hivi. Hivyo. Asante. Afu kingine kwa nataka nikushukuru bwana. Kwa kipindi hiki kigumu chote ambacho nimepitia. Ndio sana mkubwa sana. Unasaidia sana. Sana. Jambo la kawaida. Kwa kweli kawaida, ila kwa watu wengine wasingeweza. Niambie. Unapika nini? Nimepika na maharage. Una maharage? Kila siku leo tunapika wali maharage. Mchana wali maharage, usiku yani siwezi. Sasa nataka kula nini? Leo yani mimi si vibuda fulani, unajua? Sasa nitakupa funguo ndio kachukue mazao. Kama umechafuka na yeye. Kawaida. Unajua tena mimi sina hata mke wa kunifulia na nini. Kwa ndani mmoja nini? Nywele wewe unachana. Bwana mimi ndo nishazoea maisha yangu hivi. Sasa maisha hata nywele uchani. Sikiza nikwambie bwana. Chana na masuala ya nywele zangu. Cha kufanya sasa hivi, nikupe funguo sawa? Kuna nyanya chungu zipo mule. Gengeni basi itakuwa hajaribika. Chukue na nyanya fulani hivi za mchuzi, sawa? Nataka ni yani vidagaa fulani hivi. Unachanganya na nyanya chungu wewe hujui? Naelewa. Sasa. Lakini nikwambie kitu. Ish. Mimi nikatalie tena wewe tena ish. Mimi nakupenda. Una sasa. Nakutania. Nilikuwa nakutania. Toka hapa nilikuwa nakutania bwana. Kweli hilo. Nakutania. Sawa. Kwa kati basi funguo. Kati funguo tena mimi ninyanyuke. Mbona huruma basi mgonjwa naye. Basi nielekeze nikachukue nikakukulia. Nenda pale. Nikisema wewe chumba changu unakijua vizuri, sawa? Kuna kagodoro pale chini. Basi. Sasa wewe unashindwa kuangalia tu kwa pembeni pale. Haya poa, ngoja nikuchukulie. Sasa vitu vyenyewe vipotezi humo ndani. Alafu unaanza kusema ndio niangalie wapi sijui. Chumba changu kiingia kama unaingia tu ndani. Shwa. Sebleni sijui wapi. Ama ni mlaumu dalali au mimi ndo sikutaka vya bei ghali, maana ili sekeseke mimi sifiki mbali. Nina pesa Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako. Naomba rehema na toba kwa kila jambo ambalo nilifanya kinyume na mapenzi yako. Uende ikawa ndo chanzo na mlango utajui kumpata nafasi ya kushambulia. Nimesimama kama mtumishi wako kwenye malango haya. Umenipa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka.
nami ninakanyaga kila roho ya magonjwa iliyotumwa kwa mkono wangu. Wewe pepo uliyetumwa na wachawi, wewe pepo la kidanga uliyomvaa mtoto huyu, wewe pepo uliyomvaa kama vazi, umekaa kama vazi juu yake, umekaa kama vazi juu ya maisha yake, toe kwa damu ya Yesu. Ayaondoka, 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 ayaondoka. Ninaposema hivi unamwachia, ninaposema unamwachia, na hesabu mpaka 3. Awe huru, awe huru. 1, nawasha moto. 2, nawasha moto. 3. Kuanzia sasa ukawe huru. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kama wewe habari ya wewe. Baba. Mama. Na. Wema kabisa. Wema baba. Basi Mungu awabariki sana. Basi Mungu awabariki. Sitaje kutulia ndugu yangu. Nitakufika katika kanisa la Mwanza basi. Kufika pale kwa mwanzo mtu yote kama. Asante sana. Haya. Haya basi. Makubwa. Bado linda liko ndani. Mchungaji. Samahani, kwa kuna wenzie na huyu. Sinikwambia kuna wagonjwa huyu. Basi sawa. Yuko ndani? Yuko ndani. Oi. Baba, vipi hali baba? Sawa, shika. Bahari. Nzuri, nzuri. Nzuri. Naendelea mzuri. Nikipole baba. Yaani sio za kuzidi kwema. Mara mkubwa. Baya. Chale, na vipi? Umeponaje kaka? Mambo ya mchungaji hayo. Baba. Kaka habari? Alama kwema. Kwema. Bali ya wewe. Nzuri. Ndio. Naweka neno kwa huyo. Kapata na mweni. Kwa hiyo nikasema hata kama na huko. Mgonjwa wangu naye. Mgonjwa wako yeye. Haya aje aombewe na mchungaji. Kwa chale. Ngoja. Ningemweka hapa. Ningemweka hapa. Pole sana. Pole sana mama. Mchungaji. Karibu baba. Mgonjwa mwenyewe ndio huyu. Damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ninaachilia nguvu ya uzima, ninaachilia nguvu ya uzima, ninaachilia nguvu ya uzima, ninaachilia nguvu ya uzima, ninaachilia nguvu ya uzima. Kila vifungo alivyokufunga vinafunguka. Hizo kamba walizokufunga zinafunguka. Zinaachia hizo kamba, zinaachia hizo kamba, zinaachia hizo kamba, zinaachia hizo kamba. Roho ya magonjwa haya toeka. Toeka. Toeka kwa damu ya Yesu. Toeka kila pepo. Toeka. Haya ondoka. Haya ondoka. Ondoka, 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 ondoka. Chomoka, 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 chomoka. Nimeifungua milango yote, nimeifungua. Mlango ndio Biblia nimeufungua. Mwanze kuondoka, mwanze kuondoka, mwanze kuondoka, mwanze kuondoka. Mwanze kuondoka, mwanze kuondoka. Roho ya maumivu, roho ya maumivu, roho ya maumivu. Chomoka, 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 chomoka. Uko moto, uko moto. Unatembea kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu moto, kwenye miguu moto, kwenye miguu moto, kwenye miguu moto.
moto. Nafungua. Kuanzia sasa ninapotamka ninalifungua na tumbo lako kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila roho zozote zitakupata nafasi tena. Kuanzia sasa ukawe huru. Ninapotamka ukawe huru. Ninakuita jina lako. Unaitwa nani? Ninakuita Linda kwa jina lako. Linda mahali ulipo. Ninakuita Linda. Ninamuita Linda. Ninakuita Linda njoo. Linda njoo. Kwenye shimo aliko kufungia nakuita. Kuanzia sasa ukawe kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Linda. Linda. Unajisikiaje? Huyu nani? Basi tena Mungu sasa. Amina sana. Asante sana. Basi wapenda wa Mungu, nashukuru sana kufika mahali hapa, lakini ningependa kuacha na neno moja kwamba jitahidini ibada. Mungu watu mnaanza sana ibada. Jitahidi. Kuna matatizo mengine sio ya kawaida kama tatizo alilokuwa nalo dada hapa hivi. Kwa adui ameamua kumtesa maisha yake. Kwa tujitahidi kwa tunahudhuria ibada. Dada, Mungu amekukomboa. Jitahidi unapopata nafasi. Ndio imani mwa Mungu. Uweze kupata mafundisho mbalimbali ya kujua unajilinda vipi na kusimamia vipi. Nashukuru sana. Amina sana. Tunashukuru sana. Amina. Nashukuru sana mama. Mungu akubariki sana. Tunashukuru sana. Haya asante. Sisi tupende. Haya. Asante mchungaji. Haya mchungaji. Hii nyumba Kaka. Sasa sisi twende bwana. Haina shida bwana. Karibuni sana. Wewe ni nani? Nalokupa mamlaka ya kufanya hivyo ni nani? Wewe unaniuliza kama nani? Unataka kunijua? Ndio. Wewe unajitia kelele kwenye kazi za watu. Sikiliza nikwambie, nimepewa mamlaka. Nimetumwa na Mungu wa majeshi, Mungu aliye hai. Mungu muumba mbingu na nchi. Kumbe wewe ni jeuri. Unajitia kelele kuingilia kwenye kazi za watu, kuharibu mambo ya watu. Sasa wewe nikuoneshe. Hauna uhalali kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nimepewa mamlaka. Hakuna uchawi wala uganga katika Israeli. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninanyong'onyesha nguvu zako. Hauna uwezo, hauna uhalali. Ninanyong'onyesha nguvu zako. Ninateka nguvu zako kwa jina la Yesu. Fire! Moto! Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya uchawi. Uko moto. Ninakuangamiza. Ninachilia moto. Ninawachilia moto. Hiyo roho ya uchawi uliyopandikizwa yamkini umerithi kutoka kwa bibi yako. Ninairudisha. Moto. Ninaachilia moto kwa damu ya Yesu. Toka na pepo. Ondoka. Rapa kayanda, rima sakataya, robo sekete, rima kayanda, ribo sekata. Toka. Kwa damu ya Yesu. Ondoka. Wote. Kuanzia sasa ninamfungua. Kwenye hilo shimo mliokuwa mmemfunga. Ninamfungua. Nyota yake, ninafungua kibali chake, nafungua toa yake, nafungua maisha yake. Roho ya uchawi uliofunga maisha yake, umefunga maisha yake. Haya ondoka. Ninavyotamka, kuanzia sasa kawe huru. Kwa damu ya Yesu. Kwenye hiyo kaburi, roho ya umauti mliopanda, muondoke kuanzia sasa. Na hatima ya maisha yake nafungua maisha yake kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa kawe huru.
Unaitwa nani dada? Naitwa Amina. Amina. Unaweza kukumbuka mara ya mwisho ulikuwepo wapi? Mimi nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa Dar. Ulikuwepo Dar? Hata sielewi huko nimefikaje. Kwani uko wapi? Hapa nipo wapi kwanza? Uko hapa, watu ambao wako hapa wote hapa hakuna hata mmoja unayemkumbuka? Amina. Mfahamu huyo binti? Huyo binti nilikuwa kama namkumbuka hivi. Tuseme namfahamu. Wewe unanikumbuka? Siku unakuja umesema sijui umetoka Dar wewe. Nilikuta kwenye blue table pale nacheza table. Nika nani? Nikakwambia unaniambia unipeleke kwa bibi yako. Nikakupeleka kwa bibi yako Tembele Line. Nani umesema? Tembele Line. Tembele Line. Ni bibi yangu. Kwa hiyo ukumbuki chochote siku zote huko, haujui chochote kinachoendelea? Ila nakumbuka tu mara mwisho nikataza kuja huku na msikusikia. Kwa hiyo kumbukumbu imesha kuja kwamba mama yako alikukataza usije, lakini wewe kwa kiburi chako ukaje. Ndio. Sasa mimi tunadhani hapa pendwa ni kwamba hii shida inaonekana imeanzia kwa bibi yake. Kwa hiyo kama kuna uwezekano ningeomba twende na binti na nyinyi wenyeji wangu mpaka kwa bibi yake. Mchungaji, umesikia? Kwa hiyo nasikitika kukwambia hutafanikiwa. Sababu mimi sitakwenda kwa bibi yake. Hata huyu mwenyewe simfikishi. Nafika na muacha njiani na muonyesha nyumba hii. Wewe ule bibi unamjua? Peleke. Si ulimpokea yeye? Peleke. Hata wewe hapana, haitawezekana. Siku ya kwanza mwenyewe muulize huyo. Nimefika nikamuishia njiani. Basi sawa, mimi nadhani nitaenda mwenyewe kwa wakati mwingine. Baada muda singa nimpate mwenyewe. Basi mimi niwatakia wakati mwema. Binti. Sawa, uwe na siku njema. Asante. Endapo utakuwa changamoto yoyote basi unaweza kuwasiliana na mama pale, alafu mama ataniambia tutajua namna ya kusaidiana. Sawa? Asante. Haya basi sawa wapendwa. Haina shida bwana mchungaji. Haina shida. Wewe tena nipeleke. Tembele House. Amina. Jamani, mimi nimeamua zangu nirudi Dar, mimi kuishi huko sitoi. Yaani kikweli siwezi. Kwa umeamua kurudi? Siwezi kuishi. Tutakao kutembelea Wewe akageuka tembea usi wapi? Haina shida tu tukusindikize stendi. Sawa, twende. Walizani wamenimaliza, lakini hawaniwezi. Mimi ni Tembele Line, narudi kwenye utawala wangu. Kizaza cha nyumba yangu naijua mimi, nyumba Bitembele Tantwaro. Vimbwangadi na isi tunaishi na majini, usiku nkilala naogopata kwenda choo. Ama ni mlaumu dalali, au mimi ndo sikutaka bei ghali. Maana ili seke misifiki mbali, nina pesha sije nkafana kisukari. Nikisema nataka kuhama mambo yanazidi, nikisema na hama mambo yanajirudi. Jamani wachagua mtani kwetu na makusudi, wanasafiri mpaka naongoza vingamuzi. Nasema sina mani, hofu yangu kubwa, mwenzenu siwezi, sijazoea majanga, mwenzenu siwezi. Wenjo uone na